Muda huu tunazungumza na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa hususan Mashariki ya Kati. Karibu sana Ibra. Shukrani sana. Nashukuru sana. Sawa, taarifa ndio kama hiyo ulivyoisikia, lakini kikubwa tunataka kufahamu kutoka kwenu wachambuzi, hasa tatizo lilikuwa wapi? Karibu. Kuna vitu ambavyo vimekuwa vingi hapo, vimejichanganya. Unajua timu ya Marekani iliyokwenda kwenye mazungumzo na Irani kiasi kikubwa haikuwa ikiwakilisha Marekani, ilikuwa inawakilisha Israeli kwenye mazungumzo. Na nadhani nimekuwa nikilieleza mara nyingi kuwa kama kungekuwa na mazungumzo kati ya Iran na Marekani, basi siku nyingi wangeshafika makubaliano, kwa sababu hakuna vitu ambavyo wangeshindwa kufikia mwafaka kwa hilo. Sasa shida ambayo imekuwepo kuwa timu iliyokwenda, mfano unaweza kumsikiliza au unaweza kumfuatisha aliyekuwa akiongoza timu upande wa Marekani, JD Vance. Vance ni mmoja wa watu ambao kwanza wamejiepusha na hii vita toka ilivyoanza. Ukimchukua JD Vance, ukimchukua mkuu wa CIA yule Tulsi Gabbard, lakini Joe Kent ambaye alijiuzulu, alikuwa kwenye nafasi ya kuzuia ugaidi. Hawa ni kundi ambalo lilikuwa linatajwa kuwa lilikuwa kinyume na Donald Trump kwenye huu mzozo. Sasa Vance amekwenda kama nani? Vance amekwenda ni kama imani, kwa sababu upande wa pili walikuwa hawataki yoyote. Hawamtaki Steve Witkoff, hawamtaki Jared, kwa sababu Steve na Jared katika mazungumzo mara mbili yaliyovunjika kuzuka vita mbili zilizopita, hawa walikuwa ni wawakilishi kamili wa Israeli. Mara hii wanakwenda, Vance anakwenda kwenye mkutano, lakini Vance hajui kwenye mkutano ajadili kipi au azungumze kipi. Ndio maana unaona kuwa hata ule mkutano wa Vance anakuambia nilikuwa nampigia simu rais mara 6 mpaka mara 12. Kwa hiyo unajiuliza kuwa Vance alikuwa anafanya nini? Kwa maana yake kila kitu alikuwa anapiga simu kwa Donald Trump kumwambia kuna hiki hapa, tufanye nini? Ndio mpaka kufikia hakuna, maana yake Vance alienda ambaye hajui tunakwenda kufanya nini. Sasa hili kundi lililotoka Marekani, shida lilikuwa haliwakilishi Marekani, lilikwenda kwa niaba ya Israeli. Ndio maana wameshindwa kufikia mwafaka, na kama wasipobadilika hawawezi kuja kufika mwafaka, kwa sababu kuna jopo lililokwenda la Irani lilikwenda kwa ajili ya mazungumzo ya nchi yao, yani kulinda maslahi ya kwao, lakini hao walikwenda kwa ajili ya kulinda maslahi ya Israeli. Ndio maana wameshindwa kufikia mwafaka. Sasa Rahbi, kwa hatua hii ya Donald Trump kuamuru kuzingirwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ina athari gani kwa usalama wa kimataifa na hali yenyewe ilivyo kwa sasa? Unajua, kwanza unaweza kusema kama kichekesho. Ni kama mtu ambaye yuko juu ya tawi, halafu umeamua uchukue msumeno nini uanze kukata lile tawi lako mwenyewe. Unajua kuna maanisha nini? Unajua wale naweza nikatumia hili neno mtu atanielewa vizuri. Kuna wale ambao huwa wanatandika mikeka, inaitwa mikeka. Halafu kuna sehemu unaambiwa kuwa mechi ikiisha lazima goli lipatikane. Popote. Sasa Trump anachofanya ni lazima goli lipatikane hata kama anafunga kwake. Yani lazima goli lipatikane kwenye hili. Kwa hiyo kinachofanyika kuwa kwa Irani baada ya kuzuia Hormuz wamepandisha bei ya mafuta. Yani dunia imekuwa kwenye taharuki kubwa. Trump anachoenda kufanya ni kuzuia mafuta kidogo yanayotiririka kwenda kwenye soko. Sijui umeelewa? Yani maana yake kuwa anaenda kuongeza hali ngumu. Yani anaenda kuicheza mechi ya Irani anachokitaka Iran. Yani Irani alipozuia Hormuz ilikuwa ana maana tu kuwa dunia ishtuke. Na walisema tunataka pipa ifike $200. Yani dunia ishtuke kwa bei kwenda juu sana, ili watu wajue siku nyingine Trump akianzisha hiki. Na hasa lengo la Irani lilikuwa kuwaambia watu wa Ulaya, kwa sababu Ulaya walikuwa kiunga mkono kila Trump anachokifanya. Kila sheria zilivyokuwa zikivunjwa walikuwa wanaunga mkono. Sasa akajua hawa wakishapata adhabu hawatorudia tena kumuunga mkono kwenye masuala kama haya. Sasa Trump kwenda ku block meli, it means kuwa kama tulikuwa tuna mahitaji labda ya kitu ambacho tunakipata kwa 20%, sasa na Trump kaenda kuizuia na 20% isifike, maanake tunakikosa kwa 100%. Rahbi, muda nao unatutupa mkono sana. Kwa mtazamo wako wa kichambuzi, nini kifanyike ili kurejesha mazungumzo na kufikia suluhisho la kudumu? Haki isimame kwenye nafasi yake na ukweli usimame kwenye nafasi yake. Double standard iondoke, kila kitu kinakuwa kiko sawa. Haki ya urutubishaji wa urani ambayo imewapeleka kushindwa ni haki ya msingi ya Irani ambayo inatambulika na sheria za kimataifa, ni haki yao. Swala la Hormuz, kudhibiti Hormuz, yale maji ya Hormuz sio maji ya kimataifa. Yale ni maji ya Iran na Omani. Wanayo haki ya kuamua tunataka kufanya nini. Hiyo ni haki yao. Kwa hiyo kama haki itasimama kwenye nafasi yake,
kila mtu akasimama kuwajibika kwa nafasi yake, hakuna mgogoro wowote. Irani anamiliki nyuklia, mbona Israel anamiliki nyuklia ambazo hazina mkataba wa NPT wala hazikaguliwi na IAEA? Kwa hiyo kuna vitu lazima visimame kwenye haki yake ili kila kitu kikae sawa, lakini kama dunia inataka double standard, kuna watu hawakubali kuonewa, halafu wana nguvu, ndio haya matokeo tunayoyapata. Rahbi, asante sana. Asante. Haya, msikilizaji, umemsikiliza hapo Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa hususan Mashariki ya Kati.